Leo nina ujumbe mzuri kwa ajili yako, ujumbe unaohusu vitu vya wanadamu vina mapungufu, vitu vya Mungu ni imara, ni timilifu. Chochote kinachofanywa na Mungu, chochote ambacho kinatokana na asili ya Mungu ni imara. Nataka tuone kwa kifupi sana hadithi hii ambayo iko kwenye Biblia ya muujiza wa kwanza ambao Yesu Kristo aliufanya huko Kana ya Galilaya, akabadilisha maji kuwa divai. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Unaona ile harusi kama jinsi jamii inavyofanya, walimwalika mamake Yesu. Lakini kuna kitu kimoja, mstari wa pili unazungumza Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Watu wale wakawa wanajua siri, wakamwalika na Yesu pamoja na mama yake alialikwa, lakini Yesu naye akaalikwa. Biblia inasema hata divai ilipokwisha, mstari wa tatu, hata divai ilipowatindikia, manake ilipokwisha, mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Kumbuka mama yake Yesu Kristo, yule Mariamu, alikuwa anamjua Yesu Kristo kabla hajazaliwa Yesu Kristo na alipozaliwa. Kumbuka Yesu Kristo alizaliwa kwa muujiza, manake kwa roho, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mama yake alitambua tangu mwanzo. Sasa Biblia inasema akamwambia hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini na mimi na wewe? Nawe saa yangu haijawadia. Mstari wa tano, mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Maanake lolote Yesu atakalo alisema fanyeni. Basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nawe yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi. Sikiliza mstari wa mwisho, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Bwana asifiwe. Nataka muone chochote mwanadamu anachokifanya kwa nguvu zake zote, kwa upendo wake wote. Hawa watu huyu bwana harusi na wote walioshiriki katika kamati ya harusi waliandaa divai iliyo bora kwa uwezo wao, lakini tunaona upungufu. Divai ilipotindika ile njema kwa uwezo wao, Yesu anashirikishwa, anaingizwa kwenye mchezo, anaelekezwa juu ya kuandalia kitu au kuwatafutia namna ili waweze kufanikisha sherehe kwa kuwapa watu divai ambao hawakuwa wamekunywa. Na sasa ilipokuja divai iliyoamrishwa na Yesu Kristo, mkuu wa meza analalamika, anasema hii ni tamu sana, anasema hii imenoga. Bwana Yesu atusaidie sana. Maanake chochote kinachotokana na Mungu, kinachozaliwa na Mungu ni bora kulicho kilichozaliwa na mawazo na mipango ya wanadamu. Leo hii kuna teknolojia, leo hii kuna mambo mengi sana yasiyo ya asili ya Mungu, hayawezi kuzidi yale yaliyokusudiwa na Mungu. Inaomba ndugu yangu usitoke kwenye mstari wa neno la Mungu, wa kweli ya Mungu, wa maombi na wa kutafuta uso wa Mungu kupitia kwa neno la Mungu na kupitia kwa maombi, ukaingia kwenye teknolojia, ukaingia kwenye kutafutiwa tu na ukaondokana kabisa, ukazama kwenye kutafuta. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbuka hata ukifanyaje, kile unachopata sio kitamu kama kile cha asili. Turudi kwenye asili ya neno, turudi kwenye msingi wa Kristo. Yesu anasema yote niaminie, vijito vya maji vitatoka ndani yake. Huu ni mchezo mzuri. Yesu alitamka divai ikawa bora kuliko ile iliyotengenezwa
kwa vipimo vya wanadamu, sukari kiasi gani, kama kuna aina fulani ya dawa au aina fulani ya hiki aina, ili kutengeneza juisi ikawa haina ladha tena ikilinganishwa na ile. Mkuu wa meza alilalamika, anasema mlianza na ile dhaifu, sasa mnaleta tamu. Yesu ana vitu vitamu kuliko vile ambavyo wanadamu wanakupa. Tafuta Yesu kwanza ili upate raha. Raha iko kwa Yesu. Kama unahitaji mke, usiambiwe na ndugu na tunakuletea kabinti hapa, haka ni kazuri kauso. Yesu ana yule ambaye anakufaa, ubavu uliotolewa kwako ukakabidhiwa. Naomba umtafute Yesu Kristo kwa kila unachokihitaji katika maisha haya. Utakuja kusema hakika tumishi alisema Yesu ndiyo mwenye divai iliyo tamu, ambayo ndio mkuu wa meza analalamika ingekuwa ya kwanza. Wewe wa kwanza kumtafuta Yesu na wewe wa kwanza kupata majibu. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana. Ninawapenda. I love you.